Karibu kwenye makala maalumu ya utabiri wa hali ya hewa ni maisha. Mimi ni Ayubu Luka. Taarifa ya hali ya hewa ni miongoni mwa taarifa muhimu sana kwa jamii, kwani humsaidia mwananchi kujiandaa mapema dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuathiri shughuli za jamii na kiuchumi. Kupata taarifa sahihi na kwa wakati humwezesha mwananchi, hususani wafugaji na wavuvi, kupanga na kutekeleza shughuli zao kwa ufanisi na usalama zaidi. Nchini Tanzania, mamlaka yenye jukumu la kukusanya, kuchambua na kutoa taarifa zinazohusiana na hali ya hewa ni Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, yani TMA. Mamlaka hii hutoa utabiri wa hali ya hewa pamoja na tahadhari mbalimbali kwa lengo la kulinda maisha na mali za wananchi pamoja na kukuza maendeleo endelevu katika sekta mbalimbali. Kupitia taarifa iliyotolewa na Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Dr. Ladislaus Chang'a, aliyoitoa tarehe 5 ya mwezi wa pili mwaka 2026 alipokuwa akiwasilisha utabiri kuhusiana na hali mbaya ya hewa. Mamlaka hiyo ilitoa ushauri na tahadhari maalum kwa sekta za mifugo na uvuvi. Kwa kuzingatia changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa na hususa mwenendo wa ongezeko la matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yanaendelea duniani kote, tunatoa angalizo lifuatalo kwamba haya matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo uwezekano wa vipindi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza katika maeneo yote, hata maeneo ambayo tumeeleza kwamba tunatarajia kupata mvua za wastani kwenda chini ya wastani. Lakini vile vile tathmini yetu inaonyesha kwamba tunatarajia ongezeko zaidi la mvua kuelekea mwezi Aprili. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, tunaendelea kushauri jamii kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo. Wafugaji pia na wavuvi tunawashauri kuendelea kufuatilia kwa ukaribu na kuzingatia taarifa za hali ya hewa na hususa taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa kila siku. Tahadhari hizo zililenga kuwezesha wadau katika sekta hizo kuchukua hatua stahiki ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na hali mbaya ya hewa, hasa upepo na mvua kubwa. Kutokana na utabiri huo pamoja na tahadhari hizo zilizotolewa na TMA, Jamvi Online TV ilifanya juhudi za kuzungumza na wadau wa sekta husika ili kufahamu kiwango cha maandalizi yao kuelekea msimu wa mabadiliko ya hali ya hewa unaotarajiwa kuanza mwezi Machi 2026. Katika hatua hiyo, timu ya Jamvi Online TV ilitembelea eneo la feri lililopo Posta jijini Dar es Salaam, ambapo wavuvi hufanya shughuli zao za kila siku. Lengo la ziara hiyo lilikuwa ni kufahamu iwapo wavuvi wamejipanga vipi kukabiliana na changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa mabadiliko ya hali ya hewa, hasa mvua kubwa na upepo mkali. Na mtazamaji, moja kwa moja tuko feri jijini Dar es Salaam. Tumefika hapa katika soko kuu la samaki ili kuweza kuzungumza na wavuvi pamoja na viongozi wa wavuvi na wachuuzi kwenye kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa, hali ya upepo mkali pamoja na mvua, ni kwa jinsi gani ambavyo huchukua tahadhari mbalimbali wawapo majini katika shughuli zao za uvuvi wa samaki. Tumefika huku kwa ajili ya kuzungumza nao. Hilal Charles Mwihava na Mtoka Musa Mwagombwa ni wavuvi katika soko la feri. Wanazungumzia tahadhari ambazo huzichukua wakati wa mabadiliko ya hali ya hewa. Kwanza tuanze kuwashukuru sana mamlaka ya hali ya hewa. Inapotokea kwamba kuna mabadiliko yoyote ya hali ya hewa ambayo atakuwa sio mazuri kwa wavuvi, hasa kwa upande wetu zaidi, huwa kwanza tunapata taarifa kupitia message, kwa sababu namba zetu wanazo. Kwa mara nyingi wanatumia message kabla hata kutoa taarifa. Kwa hiyo tunachokifanya cha kwanza ni kwanza kupeana taarifa na wamiliki wa vyombo ili kuzuia aidha kama chombo kilikuwa tayari kishafika baharini, manake haraka sana kabla upepo hujawa mkali basi kirudi juu, na kama kilikuwa hakijatoka basi tunazuia vyombo vyote visiende baharini, vinakuwa juu. Mabadiliko ya hali ya hewa yanavyotokea, changamoto zinakuwepo ni nyingi sana. Kwanza huwa tunashukuru mamlaka ya hali ya hewa kutokana na jambo hilo, uwaga wanalitolea taarifa mara kwa mara kupitia vyombo vya habari vya aina mbalimbali, kupitia maruninga, maredio. Kwa hiyo na sisi huwa tunafuatilia kama hivyo, lakini baada ya kufuatilia ni kama hivyo, unafahamu maisha ya mvuvi, akienda baharini akirudi ndio anapata riski na familia yake na watoto wake kuweza kujikimu.
Kwa hiyo huaga inatuathiri pale unapotokea, lakini ukipoa basi tunashukuru Mungu, tunaendana na hali halisi, kwa sababu kila jambo Mungu ndo anapanga, na maana ukuta labda janga linatokea la upepo, Mungu ndo kapanga, sio mwanadamu mwenzetu. Kwa hiyo tunalipokea, tunajua kwamba hii ni kipindi cha mpito, labda ndani ya siku 3 kutapoa, basi tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Kwa upande wa wachuuzi, Jamvi Online TV imezungumza na Mariam Selemani Kidagaa na Adamu Msekwa, na hapa wanazungumzia hali ambavyo huwa kipindi cha mabadiliko ya hali ya hewa, hasa kwenye upande wa biashara. Mvua kali, samaki watu hawataweza kwenda baharini, kwa mfano kwa sababu ya mvua. Upepo mkali, watu hawataweza kwenda baharini kwa sababu ya upepo mkali. Halafu pia kwa kule ambako unakokusanyia samaki kuna changamoto. Kuna hifadhi ya bahari, muda wote watu mbio tu wanakimbizwa. Samaki wanakuwa hawapatikani vile ipasavyo. Na wakipatikana wavuvi wanauza kwa bei ya juu. Pindi hali ya hewa inapobadilika kama hivi mnavyoona, muda mwingine samaki wanakuwa ngumu kupatikana kwa wavuvi, kwa sababu sisi tunanunua kutoka mnadani na mnadani wanatoka kwa wavuvi. Kwa wavuvi wanapokuwa wanakosa, hali ya hewa inapokuwa sio nzuri, na sisi tunakuwa tunakosa samaki. Mimi samaki no deal nao, na deal na changu, na deal na tasi, na deal na sehewa, na deal na jodari, wakubwa, wadogo, mboni wale. Amina Hamidu Mgaya ni afisa uvuvi soko la Feri. Anazungumzia jinsi ambavyo hufikisha taarifa za tahadhari kwa wavuvi kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, yani TMA. Taarifa za hali ya hewa kwa maana TMA zinapotufikia, tunawataarifu wavuvi kwa kupitia viongozi wao, kwa sababu wavuvi wetu ambao wapo kwenye soko la samaki Feri wana uongozi wao mdogo wa wavuvi wenyewe. Kwa hiyo tunawaita viongozi, tunawafahamisha athari ambayo inatarajiwa kutokana na taarifa za TMA, na baada ya hapo tunawashauri wale ambao wana vyombo vidogo haviwezi kukidhi mawimbi kulingana na hali ya hewa wasiwezi kwenda baharini. Athari ambazo tunawaambia wasichukue ni moja hapo ni kwamba wasiende baharini kabisa kwa wale ambao vyombo vyao ni vidogo, kwa maana kwa mfano wale wenye mitumbwi au fibers ambazo ni ndogo hazina uwezo wa kukidhi yale mawimbi, hao waga tunawazuia kabisa wasiende baharini. Lakini wale ambao wana vyombo vikubwa tunawapa angalizo tu la kufikia kwamba sio wanaenda kina kirefu sana, kwa sababu ya hali ya hewa haiko vizuri. Kwa ujumla, taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania zina mchango mkubwa katika kuimarisha ustahimilivu wa sekta za mifugo na uvuvi, hivyo kuchangia ustawi wa uchumi wa taifa na maisha ya wananchi kwa ujumla.